Sikiliza aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya itakayotupatia mwongozo wa mazungumzo ya leo ni aya ya sura Ibrahim, aya ya 27. Mwenyezi Mungu anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Aya hii ndiyo itakayotupatia mwongozo wa mazungumzo ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, makusudio na madhumuni ya kuisema aya hii, yuthabbitu Allahu alladhina, Mwenyezi Mungu huwathibitishia wale ambao kwamba wameamini, bilqawli thabit, kwa neno lililothubutu, fil hayati dunia, katika maisha yao ya dunia, wa fil akhirah, na katika maisha yao ya akhira. Bimaana alqawlu thabit, Mwenyezi Mungu atakuthibitishia wewe ukiwa duniani na pia baada ya wewe kufufuliwa. Alqawlu thabit pia Mwenyezi Mungu atakuthibitishia. Wanazuoni wamegawanya hii alqawlu thabit kwa makundi matatu. Wakasema wayakunu atathbitu fi thalathati ahwali. Hii atathbit, kuthibitishiwa, huwa katika hali tatu, na kila hali ambayo kwamba atakayoitaja kuna hali tatu ambayo kwamba imeizaa. Yaani mfano akikutajia hali ya kwanza ujue itajizaa kwa hali tatu. Hali ya pili vile vile nayo itajizaa kwa hali tatu. Hali ya tatu pia nayo itajizaa kwa hali tatu. Wayakunu atathbit, hii atathbitu huwa fi thalathati ahwali, kwa hali tatu, lakini sio kwa kila mmoja atakayoipata alqawlu thabit. Ni nani? Mwanazuoni anasema liman kana mu'mina, kwa yule ambaye kwamba alikuwa ni mu'min, sio mu'min peke yake, mukhliswan, pia amefanya amali zake kwa ikhlas. Alafu akamalizia akasema muti'an lillahi ta'ala. Alqawlu thabit haipati tu mu'min wa ovyo, la, humpata mu'min mukhliswan muti'an lillahi ta'ala, yule ambaye kwamba atakayetii maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akazitaja akasema, ya kwanza hapo kwamba atathbit hupatikana fi hali muayyanati malakul maut, ni wakati pale malakul mauti amekuja yoichukua roho yako. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia, man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala janna, yoyote ambaye kwamba atakuwa mwisho wa maneno yake ni kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyu bwana. Hayo sio maneno ya, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akatwambia hali ya kwanza ni kwa hali ya mtu malakul mauti wakati pale alimjia yaichukua roho. Pia hali kama hii imegawanyika sehemu tatu, utazieleza na tutazitaja. Hali ya pili, fi hali suali munkari wa nakir, ni wakati sasa umetiwa kaburini pale, malaika munkar na nakir wamekuja sasa pale, wanataka kujua istiqama yako iliyokuwa duniani, wewe ilikuwa vipi? Matendo yako yale ulikuwa duniani ulikuwa ukiyafanya yalikuwa vipi? Je, tauhidi yako umeichunga? Suali munkari wa nakiri, pale ndio utakapojua sasa kama mimi nitakuwa katika watu waliobashiriwa pepo ama nitakuwa katika watu ambao kwamba tayari washaonyeshwa moto. Katika hali ya maswali pale ndio utapata majibu tosha. Hiyo ni katika hali ya pili.
na pia nayo katika hali hii imejigawanya sehemu tatu. Hali ya tatu, fi hali sualihi inda almuhasabati yawm alqiyama, ni wakati umesimamishwa yawm almahshar. Mwenyezi Mungu yataka kujua wewe duniani umefanya nini na nini, yataka kujua hesabu zako. Hii ndio hali ya mwisho. Tuanze na hali ya kwanza. Fa amma tathbitu inda muayanati malakul maut, ama katika kuthibitisha wakati malakul mauti amekuja, anakwambia fa huwa ala thalathati awjuh. Hii iko na njia tatu. Njia ya kwanza anasema al-awwalu, njia ya kwanza, malakul mauti ukiwa mu'mina mukhlisan muti'an lillahi ta'ala, ukijivisha na haya mambo matatu. Jambo la kwanza, wewe utasalimika wakati malakul mauti amekujia kwa al-ismata minal kufri. Mwenyezi Mungu anakuhifadhi kutokamana na ukafiri. Kama kuna kiswa kimoja nilishawahi kieleza, kiswa ambacho kwamba mtu alikuwa ni abid, alikuwa ni mtu akifanya ibada, lakini mwisho wake amekosa kalima la ilaha illa Allah, amekufa hali ya kuwa ni kafiri. Amezaliwa katika Uislamu, amekulia katika Uislamu, lakini kufa kwake amekufa katika ukafiri. Jambo la kwanza, al-ismata min al-kufri, Mwenyezi Mungu anakuhifadhi kutokamana na ukafiri. Ile al-qawlu thabit, Mwenyezi Mungu pale huwa anakuhifadhi kutokamana na kufuru. Wa tawfiq, na Mwenyezi Mungu anakupatia tawfiq al-istiqamata ala tawhid, anakupatia msimamo thabiti imara, ili usije ukashawishiwa na sheitani ukaenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, haqqa tuqati, haki ya kumwogopa, wala tamutunna, na wala msife, wa antum muslimun, hali ya kuwa nyinyi mko ni Waislamu. Sasa hapa ni katika hali ya kwanza, wakati malakul mauti amekuja anataka kuchukua roho yako, Mwenyezi Mungu anakupatia kaulu thabiti ili wewe ufe hali ya kuwa uko katika Uislamu, hata tukhraj ruhuhu, mpaka itatolewa ile roho yake, wa huwa ala Islam, hali ya kuwa mtu kama huyu yuko katika njia ya Uislamu. Hiyo ni katika hali ya kwanza, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia katika hadithi yake, innamal a'malu bil khawatim, hizi amali haziangaliwi mwanzo wako, la shaka, amali zangali mwisho wako. Pale wakati sasa sakaratul mauti imekufikia, pale ndio ambapo kama sasa Mwenyezi Mungu alqaulu thabit, pale ndio anayetisha mtu. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, Mwenyezi Mungu anakuhifadhi. Wa thani, ya pili, antubashirahu, malaika watakupatia bishara, antubashirahu almalaikatu birrahma. Kama kuna maelezo ya nyuma nilieleza kwamba malaika huja wakampatia bishara watu sampuli tano. Nikaeleza nikasema, hali ya kwanza ni li'amati mu'minina, waumini wote malaika watakuja kuwapatia bishara, kama nilivyosoma katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika wale ambao kwamba wameamini alafu wakashika misimamo imara, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, malaika hawa ambao kwamba wameshika msimamo katika dini yao, katika Uislamu wao, hawa mwisho wao wakufa, tatanazzalu alayhimul malaika, malaika washukia
yote kwa ajili ya kuambia nini? Alla takhafu wala tahzanu, usiogope wala msihuzunike. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yote wamekuja kwa ajili ya kuwapatia ishara kwamba nyinyi pepo yenu tayari imeshaekewa. Hali ya pili, Mwenyezi Mungu alqaulu thabit anaokupatia ni malaika pale wanapokupatia ishara, wanakupatia pongezi na kukupokea kwa mikono miwili. Njia ya tatu, ayara mawdhi'ahu min aljanna, ni kule kuonyeshwa sehemu yako ndani ya pepo. Utaonyeshwa wakati malakul mauti amekuja yaichukua roho yako, Mwenyezi Mungu atakuletea pepo yako kama TV, kama vile mwangalia pale pale sakaratul mauti wakati nafikia wewe, utaletwa kama TV kwa kuangalia pepo yako, namna ulivyoandaliwa, namna ilivyopangwa, namna ilivyowekwa imara, yote kwa ajili ya nani? Wewe, kwa sababu umejifisha na mambo matatu. Umejifisha kwa sifa ya mu'min, umejifisha na sifa ya mukhliswa, na ukajifisha na sifa ya mutia lillahi ta'ala. Ukiwa na sifa kama hizo, Mwenyezi Mungu anakuonyesha kama TV, pepo yako yaitwa kama TV, waliona pepo yako, huu utakuwa una furaha tele. Hiyo ni katika hali ya kwanza. Hali ya pili, wa ama tathbitu fil qabri, hali ya tatu ni katika alqawlu thabit, ukitiwa ndani ya lahdi. Ukitiwa pale ndani ya ufuko wa mwanadamu, basi ujue pale kuna atathbit ambao kama Mwenyezi Mungu anakuthibitishia, na nimesema tathbiti hiyo ni wakati suali munkari wa nakiri, malaika munkari na nakiri hakija pale, hapo ndipo ambapo mnaipata alqawlu thabit. Akasema faala thalathati awjuh, katika sehemu hii kuna njia tatu. Njia ya kwanza, ayulaqinahu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anakupatia matamko ambayo kwamba taala as-sawab, utakuwa wazungumza maneno kwa usawa. Kila munkar na kila akikuuliza man rabbuka, Mwenyezi Mungu anakupatia pale pale, anakupatia alqawlu thabit, automatic utakuwa wajibu Allahu rabbi ma dinuka alislam, yani automatic. Hiyo ndio alqawlu thabit, hiyo ni njia ya kwanza. Hata yujibuma, mpaka atakuwa anawajibu hawa malaika wawili, bima yarda anhu rabbu, kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekiridhia. Njia ya pili, ayazula anhu alkhawfu walhaibatu wadahsha, Mwenyezi Mungu ukiwa pale ndani ya kaburi, wakati munkari wa nakiri wanakuuliza, Mwenyezi Mungu anakuondolea uoga, anakuondolea fadhaiko, anakuondolea mshtuko. Itakuwa wewe hauna mshtuko, yani itakuwa wajibu, yani kama maswali ya kawaida. Hiyo ni katika njia ya pili ya alqawlu thabit, Mwenyezi Mungu anakuthibitishia pale ukiwa ndani ya kaburi. Njia ya tatu, ayara makanahu fil janna, ni wakati ukiwa katika lahdi yako pale, munkari wa nakiri huwa anakuonyesha sehemu yako kwamba wewe uko katika sehemu gani, baada ya kupita mtihani wa kwanza malaika pale, alafu anakwambia fayasiru alqabra rawdatun min riyadil janna, basi kaburi lako baada ya kupita mtihani wa kwanza katika maswali ya munkari wa nakiri, kaburi lako unapambiwa mithili ya bwana harusi. Hiyo ni katika njia ama hali ya pili. Hali ya tatu, wa amma tathbitu inda al-hisabi, ama kuthibitishiwa wakati wa hesabu. Anasema huwa ala thalathati awjuh, hii kuna njia tatu. Njia ya kwanza,
an yulaqinahu alhujjata amma yasalu anhu, ni kwanza pale wakati umefufuliwa na Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia la tazulu qadama abdi yawma alqiyamati hatta an yusala an arba'in. Mwanadamu wakati anafufuliwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia unyayo wa mwanadamu hautowahi kuondoka ile sehemu aliyofufuliwa mpaka aulizwe mambo manne. Jambo la kwanza, ataulizwa an umrihi fima afnahu. Jambo la kwanza utaulizwa baada ya wewe kufufuliwa, umri wako wewe umeutumia vipi? Ulikuwa na miaka 60. Hii miaka 60 yote duniani wewe ulifanyia kazi gani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Mwenyezi Mungu anatuuliza sisi, hatukuwapatia umri isipokuwa sisi tunawapunguzia. Nunakkisu, kila umri ukienda, leo ulikuwa na miaka 30, kesho ujue ukiingia miaka 31 ujue umri wa kufa wakaribia. Nunakkisu, wewe hili jambo wewe ulitambui afala ta'qilun. Ana umri wewe, jambo la kwanza utakayoulizwa ni umri wako. Umri uliopawa uliofanyia kazi gani? Kwanzia wewe ubaleni 15 years mpaka ukafikia miaka 70, miaka 80, miaka 90, huu umri wote wewe uliofanyia kazi gani? Ulikuwa ukijishughulisha na mambo gani? Je, ulikuwa ukijishughulisha na anasa za kidunia ama ulikuwa ukijishughulisha na mambo hapo kama yalivyokuwa mshahara? Hayo utaulizwa. Jambo la pili utakaloulizwa baada ya wewe kufufuliwa, wa an ilmihi, ni kuhusu elimu yake. Madha amila bihi, elimu ambayo Mwenyezi Mungu aliyokupa wewe ulifanya kazi gani? Utaulizwa. Mimi Mwenyezi Mungu nimehifadhi juzu moja. Hilo juzu moja ulilolihifadhi umelifanyia kazi gani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia afatul ilmi an-nisyan, maovu zaidi ya elimu ni kule kusahau. Wewe umehifadhi mfano iqra bismi rabbika alladhi khalaq mpaka mwisho, wewe ukisahau wapatana dhambi. Umehifadhi juzu moja au ukahifadhi juzu mbili, ukisahau juzu moja lakini ukakumbuka juzu ya pili wapatana dhambi. Sasa ni lazima ujitahidi kadri uwezavyo, kila siku upate mtu anakufanyia darasa na atakufanyia uraja. Kwa mtu ambaye kwamba amehifadhi wala kwamba ni mahafidh wanaelewa mahao wanazungumzia. Wewe kama umehifadhi, lazima utafute mtu anakufanyia durus darasa mbele, alafu anakufanyia na muraja, ili yale ya nyuma yasiwe yamepotea na yale ya kule mbele pia ile itakuwa mfano unalikaa, utakuwa unasonga huku wafanyia muraja, ili usije ukapata madhambi. Wa an ilmi, jambo la pili utakaloulizwa ni elimu yako ambayo kwamba umeisoma. Kama mazungumzo ya nyuma nishawahi kusema, Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu sio yule ameisoma elimu akakisoma kitabu alafu akakaa nacho mapajani mwake, la shawala. Mbora wenu ni yule ambaye ameisoma hii elimu alafu